Makamu wa pili wa Rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah, amesema maafisa habari wa serikali bado wana wajibu wa kuongeza juhudi katika kutangaza shughuli na miradi yote ya maendeleo inayotekelezwa na serikali yenye lengo la kustawisha maisha ya Mtanzania na kutokomeza umaskini. Ameyasema hayo kwa niaba ya Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi katika hafla ya ufunguzi wa kikao cha 20 cha maafisa habari, mawasiliano, uhusiano na itifaki wa serikali iliyofanyika katika ukumbi wa New Amani Hoteli Zanzibar. Pamoja na kazi nzuri mnayoifanya, bado mna wajibu wa kuongeza juhudi zaidi katika kutangaza shughuli na miradi yote ya maendeleo inayotekelezwa na serikali, ambayo lengo lake ni kustawisha maisha ya kila Mtanzania na kutokomeza umaskini kwa kutekeleza maeneo muhimu ikiwemo kuimarisha demokrasia, utawala bora na haki za binadamu na mapambano dhidi ya rushwa na ufisadi pamoja na udhalilishaji wa aina zote. Pia kuimarisha huduma na kulinda haki kwa makundi maalum wakiwemo wanawake, vijana, wazee, watoto na watu wenye ulemavu. Kuimarisha serikali za mitaa ili ziweze kutimiza wajibu wao kwa wananchi katika maeneo husika. Pia kuchukua hatua madhubuti za kujenga mazingira wezeshi kwa asasi za kiraia, kidini, vyombo vya habari ili kuchangia katika maendeleo ya taifa. Kama tunavyofahamu, serikali zetu zote mbili zimefanya kazi kubwa na nzuri katika kuleta maendeleo hapa nchini, ikiwemo utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo inayowanufaisha wananchi moja kwa moja na kuinua uchumi wa nchi yetu. Sambamba na hayo, Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah ameziagiza taasisi zote za serikali za SMT na SMZ kuhakikisha zinaandaa mikakati imara ya mawasiliano pamoja na kuajiri maafisa habari watakaotumika kama washauri wa masuala ya mawasiliano kwa umma pamoja na kuwa daraja la mawasiliano kati ya serikali na wananchi. Taasisi zote za serikali kuanzia ngazi ya mamlaka ya serikali za mitaa, sekretarieti za mikoa, wizara, wakala, idara zinazojitegemea na taasisi nyingine kuajiri maafisa habari na mawasiliano watakaokuwa daraja la mawasiliano kati ya serikali na wananchi. Maafisa hao pia watumike kama washauri wa masuala ya mawasiliano kwa umma na habari, kuhakikisha mnawajengea uwezo wa wataalamu mlionao ili waweze kutumia teknolojia ya kisasa katika utekelezaji wa majukumu yao ya mawasiliano kwa umma. Kushirikisha maafisa habari na mawasiliano kwenye shughuli zote za miradi ya maendeleo ili waweze kutoa ushauri wa kitaalamu na namna ya kutangaza mafanikio ya miradi ya maendeleo. Kutenga bajeti ya kutosha ya kununulia vitendea kazi na kugharamia shughuli za mawasiliano ya serikali kwa umma. Naye Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Profesa Palamagamba Kabudi, amesema lengo la kufanyika kwa kikao hicho ni kutoa fursa ya kubadilishana mawazo na kujifunza mambo mbalimbali yanayohusu tasnia ya habari, hasa katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi mkuu. Hivyo tupo hapa leo kwa lengo la kujitathmini kwa kazi tulizofanya kwa mwaka mzima, kujadiliana, kubadilishana uzoefu na kujenga uwezo wa kutangaza shughuli za serikali ili Watanzania wafahamu kuhusu utekelezaji wa serikali zao, na baada ya hapo kupata mwelekeo wa mambo ya kuyazingatia katika utekelezaji wa majukumu yetu. Mgeni rasmi, napenda kufahamisha kuwa katika kikao kazi hiki cha mafundo na mazingativu kutakuwa na mada mbalimbali zitakazowasilishwa na kujadiliwa kwa kina kwa lengo la kuwaongezea maafisa habari uelewa na mbinu za kisasa za kutangaza shughuli za utekelezaji wa serikali, lakini pia mbinu na namna bora ya kukabiliana na majanga pamoja na upotoshaji wa taarifa unaofanywa kwa makusudi na watu wasiokuwa na nia njema. Kwa upande wake, Katibu Mkuu Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo na msemaji mkuu wa serikali ya SMT, ndugu Johnson Sigwa,
amesema madhumuni ya kufanyika kwa kikao hicho ni kutekeleza malengo mahususi ya kuimarisha mawasiliano kwa umma na kujenga uhusiano nzuri kati ya maafisa habari na viongozi mbalimbali wa serikali na jamii kwa ujumla. Vikao kazi kama hivi vinahudhuriwa na maafisa kutoka kona zote za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ikiwemo Tanzania bara na Zanzibar, kutekeleza malengo yake mahususi ya kuimarisha mawasiliano ya serikali kwa umma kupitia programu za kujenga uwezo wa watumishi wetu. Pia tunaimarisha muungano kupitia mikutano, vikao vya mafunzo vinavyokutanisha watumishi wa pande zote mbili za muungano kujadiliana na kubadilishana uzoefu. Nura Salum, Online TV, wema kwa vitendo. Usisahau kusubscribe, like na kucomment